Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi nami niweze kuchangia makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hii ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Awali ya yote nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha nami kusimama hapa kuweza kuchangia hotuba hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nianze kwa kumpongeza sana Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mapinduzi makubwa ambayo ameyafanya katika sekta ya elimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, changamoto za mifumo ya elimu nchini zimekuwa ni discussion ya muda mrefu. Hoja kubwa imekuwa ni gap kubwa kati ya kile kinachofundishwa darasani na soko la ajira. Lakini tunamshukuru Mheshimiwa Rais ameweza kufanikisha kwamba sasa elimu iendane na soko la ajira, lakini elimu iendane na maendeleo ya sayansi na teknolojia. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini pia tunawapongeza sana Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Mheshimiwa Waziri, kasi yako tunaiona, wewe ni man of action. Hongera sana. Lakini tunampongeza sana Mheshimiwa Wan Hafidh Ameir. Juhudi zako tunaziona, tunakuona ukikimbia huku na kule kuhakikisha kwamba elimu yetu inakuwa ni elimu yenye tija. Hongereni sana. Lakini pia niwashukuru sana kwa kuweza kutekeleza maoni ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa utekelezaji wa sera ya elimu na mafunzo mwaka 2014 toleo la 2013. Kupunguza muda wa elimu ya msingi, elimu ya lazima ya miaka 10 katika elimu ya msingi kutoka miaka 7 kwenda miaka 6. Hili ni jambo la msingi sana. Na kitaalam tunaambiwa kwamba mtoto anajifunza kwa haraka sana akiwa na umri mdogo. Lakini pia akimaliza elimu yake akiwa na umri mdogo anakuwa na muda wa ziada wa kuweza kufanya mambo mengine, lakini pia atakuwa na muda mrefu katika kulitumikia taifa lake. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana, hili ni jambo la msingi sana. Lakini pia nimpongeze sana katika kutumia lugha ya Kiswahili katika kufundishia masomo ya amali. Hiki ni kitu cha msingi sana. Watanzania wengi tunatumia Kiswahili, Watanzania wengi tunaelewa Kiswahili. Kwa hiyo hii itamwezesha mwanafunzi kuweza kuelewa kile kitu ambacho anafundishwa. Ataweza kuhoji, ataweza kujadili na ataweza kuwasiliana na wenzake. Kwa hiyo hii itakuwa ni elimu yenye tija kwa sababu mwanafunzi anaielewa, na lengo la masomo haya ya amali ni kuweza kutatua jamii inayomzunguka. Kwa hiyo lugha ya Kiswahili naamini itafanikisha elimu hii. Kwa hiyo mimi nipongeze sana swala hili. Lakini kingine ni kuwa na mikondo miwili, mkondo wa kawaida nadharia ambao tumezoea, lakini mkondo wa amali. Na hapa mtoto anaenda kusomea ujuzi. Na hii itasaidia sana kuhakikisha kwamba mtoto anapomaliza elimu yake anaenda kupata ajira, atakuwa na sifa za kujiajiri au kuajirika. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi sana, mimi naomba niwapongeze. Lakini kingine ni matumizi ya teknolojia, akili mnembo na hizi artificial intelligence. Hizi ni muhimu sana. Haiwezi kuchukua nafasi ya mwalimu, lakini inakuwa ni personal assistant, inamsaidia mwanafunzi pale ambapo atakuwa mbali na mwalimu, na pia inamsaidia mtoto. Watoto wametofautiana. Kuna watoto ambao ni quick learner na kuna watoto ambao ni slow learner. Sasa hii artificial intelligence itamsaidia yule mtoto ambaye ni slow learner kuweza kujifunza kadri ya uwezo wake, na yule quick learner pia itamsaidia. Kwa hiyo hiki ni kitu kizuri sana, mimi ninakipongeza. Kingine ambacho napongeza sana ni shule za sayansi za mikoa kwa wasichana. Lengo la Mheshimiwa Rais hapa ni kuwa na watoto wa kike wengi madaktari, wahandisi na wanasayansi. Na mimi napongeza sana hapa, na niseme kwa niaba ya wanawake wengi sana tunatamani gynecologist wote wangekuwa ni wanawake. Tunakutana na mazingira magumu sana. Unaenda hospitali unakutana na daktari mwanaume, kuna yale maswali yao ya kidaktari na kuuliza, afu baadaye anakuambia toa nguo panda kitandani. Kwa kweli huwa ni kitu kigumu sana. Mimi nimpongeze sana Daktari Samia, lakini niombe sana wizara ihakikishe kwamba inawawekea miundombinu watoto hawa, madaktari hawa,
ili waweze kufikia ndoto zao na ndoto ya Mheshimiwa Rais ya kuwa na madaktari wengi wanawake iweze kutimia. Lakini pia nishukuru sana kwenye swala la Samia Scholarship. Hili ni jambo zuri sana na jambo la huruma kwa watoto wa kike, na aliwahi kusema Mheshimiwa Waziri Mkuu Mwigulu Lameck Nchemba, anasema sasa mtoto wa maskini ana uwezo wa kuwa daktari, ana uwezo wa kuwa mhandisi. Kwa hiyo mimi namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa jambo hili la Samia Scholarship. Kingine ni mpango wa kutoa mkopo kwa wanafunzi 292,981. Hii ni hatua kubwa katika elimu yetu ya juu. Hapa tu labda nitoe ushauri kwa wizara. Tumekuwa na changamoto kubwa sana katika mikopo. Mimi niombe Mheshimiwa Waziri na Naibu Waziri msimamie, mhakikishe kwamba hii mikopo inatolewa kwa haki na uwazi. Lengo ni kuwasaidia watoto ambao wana hali ya chini, lakini kumekuwa na changamoto za hapa na pale, wanapata, wengine wanakuwa hawapati. Mtoto anatoka huko anajua nikifika kule napata mkopo, lakini na kwa hiyo mimi niwaombe mhakikishe kwamba mikopo hii inapatikana kwa watoto ambao wamekusudiwa, lakini pia hata ile amount ambayo inatolewa ikidhi basi, kwa sababu watoto maskini wengi hawana msaada wa ziada zaidi ya mikopo. Kwa hiyo iwe ni mikopo ambayo yenye tija, ambayo itamsapoti mtoto moja kwa moja. Lakini pia nipongeze sana mpango wa VETA katika wilaya zote, na nashukuru Kibiti tunayo VETA, lakini na yenyewe bado inasuasua. VETA hii ni muhimu sana katika wilaya yetu ya Kibiti. VETA hii ndiyo kivuko cha vijana. Tuna vijana wengi ambao ni wasomi, hawana kazi, wako pale. Kwa hiyo mimi niombe wizara mhakikishe kwamba VETA ya wilaya ya Kibiti inakamilika. Lakini pia niombe kozi zitakazotolewa katika VETA ya wilaya ya Kibiti ziendane na resources ambazo tuko nazo pale Kibiti. Sisi tuna misitu, tuna mazao ya kilimo na mazao ya bahari. Kwa hiyo katika kozi nitakazotoa mhakikishe kwamba tunapata kozi ambazo zinaendana na resources ambazo tuko nazo pale. Lakini pia nipongeze sana katika swala la tathmini na mitihani. Hii itawapa sana watoto moyo wa kusoma, kwamba sasa hivi mtoto atapimwa ujuzi kwamba anajua nini, tofauti na mwanzoni watoto walikuwa wanakariri nadharia pekee. Kwa hiyo hii inafanya udumavu, lakini sasa hivi mtoto anajua kwamba nitapimwa kwa kile ninachokijua. Kwa hiyo hili ni jambo zuri sana, naomba nishukuru sana. Lakini pia naomba nishauri katika utekelezaji wa mtaala mpya skills based education, ili mtaala huu mpya ufanikiwe hasa katika masomo ya katika mtaala huu wa amali, ni lazima tuwe na karakana za kutosha, lakini na vifaa vya kisasa. Kwa mimi naweza kushauri tuanze na vituo vya umahiri, Center of Excellence katika mikoa, ambapo hizi zitakuwa ziko full equipped, kwamba kila kitu kiko pale. Kwa hiyo sehemu zingine wanaweza kuwa wanajifunza pale. Kwa hiyo kila mkoa uwe na shule yake ambayo ina facility zote na inatoa kozi nyingi. Kwa hiyo wilaya zingine zitakuja kujifunza pale. Kingine ni uhaba wa walimu na wafanyakazi. Sisi Kibiti tuna uhaba sana wa walimu. Na hii ni kutokana na jiografia yetu kule, kwa sababu mwalimu anapangiwa kule anaenda ili aondoke. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba kuwe na mfumo wa kuboresha usambazaji wa walimu, teacher deploy strategy. Maeneo haya pembezoni sana na vijijini kuwe na motisha ya hard to reach allowance, ili kuweza kuwavutia wale walimu waweze kukaa maeneo hata kama yakiwa na mazingira magumu. Lengo ni kuweka uwiano kati ya wanafunzi na walimu ili kuweza kuboresha elimu. Lakini kingine ni kuwekeza zaidi katika elimu ya msingi ya awali, hiyo kama ni kuwekeza zaidi kwenye elimu ya msingi kama msingi wa elimu yote. Na hii ni changamoto kubwa sana hasa katika maeneo ya vijijini. Kule vijijini sisi kwetu mtoto anafika darasa la 3 hajui kusoma wala hajui kuandika. Kwa hiyo mimi niombe wizara ihakikishe kwamba shule za msingi zinakuwa na madarasa ya awali, na pia kuna walimu wabobezi. Lakini pia tujitahidi kuweka picha za kadi, vitabu vya hadithi, lakini pia watoto wasome kwa njia za kujifunza, za kucheza, learning through play. Kwa kusema hayo, naomba nirudie tena kuwashukuru sana wizara
niwapongeze sana, niwatie nguvu na unga hoja mkono kwa 100%.